nani aliye kama wewe Bwana? Ni nani aliye kama wewe Mfalme? Ni nani aliye kama wewe Mtakatifu? Ni nani aliye kama wewe Mweza wa yote? Katika jina la Yesu Kristo, utukuzwe Mungu wa baraka, utukuzwe Mungu wa amani, utukuzwe Mungu wa ajabu. Pokea sifa na utukufu Baba, pokea heshima Bwana, na kutukuza Bwana, na kuinua mfalme wa amani, na kutangaza wewe ni mwema, na tangaza wewe ni Mungu, na tangaza wewe ni mfalme, tangaza wewe ni mtakatifu. Hakuna aliye kama wewe Bwana, hakuna aliye kama wewe mfalme, hakuna aliye kama wewe Mwokozi. Katika jina la Yesu, libarikiwe jina lako, liinuliwe jina lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakutukuza, Bwana tunakuinua, Bwana tunakuhimidi, Bwana tunakutangaza, tunatangaza uwepo wako Bwana, tunatangaza ukuu wako Bwana. Wastahili Mwokozi wa amani, wastahili mfalme wa ajabu. Baba pokea sifa, Baba pokea utukufu, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen, sema amen. Umebarikiwa sana, naweza kuketi chini katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia ya kuweza kupatikana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Bwana. Tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo, Bwana kuangalie hai. Tunaangalia kuhusu nguvu ya maneno, vile maneno yanaweza yakaathiri maisha yako ya kipesa, na pia yanaweza yakaathiri pesa zako. Unapaswa kuelewa, unaweza kuvamiwa kipesa na pesa zako pia zinaweza zikavamiwa. Mambo hayo ni mawili tofauti, na kwa sababu tunaishi katika dunia hii, kuna watu wanateseka, kuna watu wanahangaika na kuumia kwa sababu ya maneno ya vinywa vya watu, na wengine pia wanateseka kwa sababu ya maneno ya vinywa vyao. Kile unachosema ama inajalisha sana unachokisema. Tuko na watu wanateseka leo kwa maisha ya kipesa kwa sababu ya maongeo yao walioongea hapo mwanzo, ndio inayowatatiza na inawasumbua. Kuhusiana na maneno, tunapaswa kuelewa sisi watu wa kiroho, tunapaswa kujua ya kwamba maneno ni mbegu na maneno ni roho. Hiyo ni kumaanisha kwamba maneno haifi, maneno haifi, hata isemwe nini, maneno huwa haifi, lakini watu husahau. Kuna maneno watu husahau, lakini maneno haipotelei mbali kwa sababu umesahau. Maneno haishiwi na nguvu kwa sababu umesahau. Kuna mambo mengi uliyoyanena, lakini ni wewe umesahau. Kusahau kwako hakumaanisha ya kwamba hayo maneno yamepotelea mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mara tunapoachilia maneno mabaya, ni vizuri kutoa. Ni vizuri kutoa. Ni vizuri kutoa kwa sababu maneno ni roho. Na tunajua ya kwamba spirits hazikufi. Spirits ziko katika ulimwengu wa roho, ziko katika anga ya maisha yetu. Na pia tuelewe ya kwamba maneno pia ni mbegu, kumaanisha ya kwamba huwa ina multiply, huwa inazaana, huwa inaongezeka. Na kumultiply na kuzaana kwa maneno ni kutimia kwa vile ulisema. Hiyo ndio inazaa. Kukua kwa vile ulisema, hiyo ndio maneno, mbegu inakuwa. Yesu alisema, natumaini kitabu cha Yohana 6:53 ama 53 kuendelea hapo, ya kwamba na maneno niliyoyanena ni roho. Ni nini? Ni roho. And that's why kama unajua ya kwamba pia kuna hukumu ya maneno. Sisi kama unajua hivyo, sijui kama unajua hivyo, tunapaswa kujua ya kwamba tuko na aina nyingi za hukumu ambazo zinatendeka. Hatuna judgment moja. Kuna judgment ambao mimi nitafanyiwa, ambao mwenye dhambi atafanyiwa. Lakini watu wote wanajua all of us tutafanyiwa judgment moja. No, tutafanyiwa hukumu tofauti.
Sasa tujue ya kwamba katika hukumu ambazo tutafanyiwa pia tutatoa hesabu ya maneno yetu. Just imagine Mungu atatufanyisha kesi kwa sababu ya maneno. Hiyo ni kukuonyesha kwamba maneno inaathiri sana. Hiyo ni kukuonyesha kwamba maneno inaharibu sana na maneno inainua watu. So inajalisha sana maongeo yako. So maongeo yana nguvu, especially watu walio na mamlaka juu ya maisha yako. Maongeo yao iko na nguvu juu ya maisha yako. So ni vizuri nilikufunza pia katika maisha yako ya kila siku, jifunze kukana, jifunze kukataa, jifunze kuharibu vile watu wanasema juu yako. Maana mtu yoyote akikuchukia lazima ataongea vibaya kukuhusu. Mtu yote hakupendi ataongea vibaya kukuhusu, atakutakia mabaya, atanena vibaya kukuhusu. Popote ataongea vibaya kukuhusu. Na tunajua ya kwamba Biblia inasema mpanzi aliondoka kwenda kupanda mbegu njema. Alienda kupanda, lakini Biblia inasema kwamba zingine zikaanguka. Yeye alikuwa anaenda kufanya nini? Kupanda, lakini zingine zilianguka pasipo kujua kutoka kwa mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. So kuna zingine zilitoka bila ruhusa yake. Kuna zingine zilitoka pasipo yeye kuziamurisha. Lakini yeye alikuwa anaenda kupanda, zingine zikaanguka. Na zote zenye zilianguka by mistake, zote zilikuwa. Zote zenye zilianguka by mistake zilifanya nini? Zilikuwa. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba maneno haijalishi umepanga kusema ama umesema by mistake. Ukishaitoa ujue umepanda. Kila mara unapoongea, kuongea ndio kupanda. Kuongea ndio kufanya nini? Kuongea ndio kupanda. Kuongea ndio kupanda. Lakini kutokuisema umekatalia na ile mbegu, haiwezi ikakua. Umekwama nayo kwa mkono yako. Na mbegu ikiwa kwa mkono yako haiwezi ikakusaidia, haiwezi ikakua. Mbegu ni ya maana ikipandwa. So ujue ukiongea pap, hivyo ndio umefanya nini? Umeachilia mbegu. Hivyo ndio umeachilia roho katika anga. Umepanda katika anga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tuko na watu, tunaongea mambo na pesa. Tuko na watu maisha yao ya pesa, maisha ya biashara, maisha ya kazi na maisha ya kuishi vizuri iko na matatizo sana kwa sababu ya maneno iliyoachiliwa juu yao. Sasa kile kinafanya kupitia kugumu kwa maisha kwao ni zile mbegu zinaendelea kukua na zinazidi kutoa matunda. Angalia hawa watu katika kitabu cha Luka 23, utasoma kuanzia 14. Nitarudia tu pale 23. Maandiko yanasema lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu. Hawa ni wananchi wa kawaida. Hawa ni watu wa kawaida. Hawa sio watu wako na mamlaka, lakini wanaongelesha mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao hawana mamlaka, wanaongelesha watu wa mamlaka, lakini wanajua nguvu ya maneno. Wanajua kile ambacho maneno ya kinywa cha mtu kinaweza kikafanya. Na ndio maana ulimi umeua wengi. Sikiliza, wakatoa sauti zao kwa nguvu sana wakitaka Bwana Yesu asulubiwe. Yesu hakushikwa na wananchi, alishikwa na serikali. Hakushikwa na watu hivi hivi. Wakitaka Yesu asulubiwe, na vya kushangaza ni kwamba sauti zao zikashinda. Sauti zao zikashinda sauti ya mamlaka. Hawa watu waliongea wakasema asulubiwe. Alikuwa hapaswi kusulubiwa, asulubiwe. Na sauti zao vile zilisema ndivyo kulifanywa. Inua mkono wako juu katika jina la Yesu. Pengine leo vile unaishi kutimiza vile Mungu alisema. Unaishi maisha
kunitendekea kulingana na vile watu waliongea. Sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, kuanzia leo nakataa kuishi kulingana na vile walinena juu ya maisha yangu, walinena juu ya maisha yangu ya kipesa, maisha yangu dunia hii. Nakataa kuendelea kuishi, iwe kuishi kwangu ni kutimiza kwa vile walisema. Natangaza kuanzia leo ninaishi kulingana na neno la Bwana. Imeandikwa ya kwamba mimi sitaishi kwa mikate tu, ila ni kwa kila neno linalotoka kwa kinywa chake Mwenyezi Mungu. Sema mimi ni matokeo ya neno la Mungu. Vile ninaishi natangaza kuwa matokeo ya neno la Mungu. Kuishi kwangu ni kutimiza vile imeandikwa katika jina la Yesu. Bali ninavunja kuishi kulingana na vile walisema. Unapata ya kwamba vile unaishi hiyo maisha ni kutimiza, unatimiza vile walisema. Maandiko yanasema ya kwamba na sauti zao zikashinda. Nitakuomba sana, kama kuna kitu kinafanyika sana dunia hii ni wewe kuongewa. Mtu atapita kwa Facebook anakujua, ataona picha yako, ataanza kukuongea. Mtu atapitana na wewe anakuongea. Ni vizuri kujifunza kufagia anga yako na maneno inayoachiliwa katika anga ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kule kazini kuna watu wanaongea, na vya kushangaza Biblia inasema ya kwamba wakapaza sauti zao kwa nguvu. Ukisoma hapo juu walipaza sauti. Na the more walikuwa wanapaza sauti, nothing was happening. Nataka nikuambie kitu hapa. Walianza kwa kusema tu asulubiwe, nothing was happening. Ya pili wakaongeza nini? Nguvu. Kuna watu maneno yao sio bure. Behind maneno yao kuna evil powers. Sasa hawaisemi bure. Mimi ninahubiri kwa sauti hii, kuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Sihubiri tu, sauti yangu iko na msukumo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maandiko yanasema wakapaza sauti zao kwa nguvu, kumaanisha kwamba waliongeza nguvu. Ni nguvu gani wameongeza ndio wakiongea ikuwe hivyo kwao? Walienda wapi wakapata nguvu? Wakatoa pesa, wakafanya vile walifanya, kisha baadaye wakaambiwa, sasa sema vile unataka. Sasa sema vile unataka. Sasa sema vile unataka. Ni wangapi walienda kwa uchawi wakaambiwa siku 7 usikule? Hiyo ni nguvu alichukua ili vile atasema itendeke kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So sio watu wote tu wakiongea wanaongea hivyo. Wengi wanaongea na nguvu ya wivu. Wivu ni nguvu, wapendwa, kama hujajua ujue leo. Wivu, it is an evil power. Chuki ni nguvu. Chuki ni nguvu kwa maana haionekani, lakini matokeo yake inaonekana. Chuki ina control mtu. Kwa hivyo chuki ni spirit. Spirit ni nguvu. Kwa hivyo mtu akikuchukia chochote ataongea under the control ya hiyo chuki ambayo anakuchukia. So maongeo yake itakuwa iko na nguvu. Hasira ni nguvu. Wewe umewahi kukosewa ukaongea kwa hasira na ukaongea ukiwa una hasira? Utaelewa maneno ya hasira na maneno yenye hasira ni tofauti. Wakati hasira ili take over, ukaongea out of anger, uliongea tofauti na vile uliongea ukiwa sawa. Ni kumaanisha kwamba hizi ni nguvu. Na wakati watu wanatumia nguvu kufanya kitu, unaona inatimia. Maandiko yanasema na sauti zao zikafanya nini? Zikashinda. Sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sauti yoyote iliyotamkwa kinyume na maisha yangu na ikashinda, leo hii ninaiondoa katika anga ya maisha yangu ya kifedha,
ninaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Watu watakuja kutembea kwa kazi yako, washangae hayuko vile ilikuwako, na watoke wakiongeaka na waongee vibaya. Hawatoke wakiongea na waongee vibaya, maana hawakukutarajia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. So nitakuomba endelea kusafisha anga yako, kakaana na maneno ya watu. Ni nani huyu walikuwa wanasema asulubiwe? Ni Yesu. Na maneno yao ikafanya nini? Najua maneno yao ndio ilimtoa Baraba kwa jela. Sio serikali, sio authority ilimtoa, sio mamlaka ya sheria ilimtoa, ni mamlaka ya maneno. Unajua mamlaka ya maneno ndio ilimweka Yesu ikamtoa nani? Baraba. Mpendwa, kwa maneno wanaweza wakakuweka. Let me tell you, maneno inaweza ikashape maisha yako. Maneno inaweza ikashape maisha ya mtu. Wacha nikuambie, usicheze na maneno. Hebu tuangalie maneno ya Baraka vile ilifanikisha maisha ya mtu, na ndivyo ningelipenda ujifunze kuongea vizuri kujihusu. Ongea vizuri juu ya pesa zako. Haleluya. Haleluya. Hata kwa desert Biblia inasema aje? Msahau yaliyofanya nini? Yaliyopita. Tazama, ninafanya jambo jipya. Nitafanya nini jangwani? Nitafanya mto wapi? Jangwani. Hata wakati wa dryness in your life, ongea maji, fanya mto. Hata mimi nasikia nimepata ufunuo kuanzia leo. Hata wakati sina pesa, najua niko jangwani, Bwana atafanya mto. Inajalisha vile nitaongea. Maongeo yako ndio itafanya mto jangwani. Nasema maongeo yako ndio itafanya mto jangwani katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo nataka kusema ni vizuri pia tujifunze kuachilia maneno, kwa sababu baraka ni maneno, laana ni maneno. Tosha. Baraka ni nini? Ni maneno. Laana ni maneno. Sasa ikishashuka kwa maisha yako, sasa tunaanza kuona matokeo. Kulingana na vile inakutendekea, tutasema umelaaniwa, tutasema umebarikiwa. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe. Tuangalie familia ya Isaka, kitabu cha Mwanzo 27. Angalia vile maneno ilibadilisha maisha ya mtu. Ndio ujue maneno yanaweza badilisha maisha yako, aidha vizuri ama vibaya. Alafu siku ya leo tuweze kusimama. Kama kuna mtu yote aliye na mamlaka juu ya maisha yako, miaka ya zamani au kujua, pengine waliachilia maneno, unapata leo hii kenye kina shape maisha yako ni vile waliongea. You are trying to force your way, lakini imekuwa ngumu kwa sababu there are words ambazo ziko very strong in your life, ndizo zina shape maisha yako. Nataka nikuonyeshe ya kwamba maneno ya Isaka ilibadilisha kwa lazima maisha ya Yakobo. Bwana asifiwe. Na maneno ya Isaka ilitransfer vitu kutoka kwa Esau ikaingia yote kwa nani? Kwa Yakobo. Kumaanisha ya kwamba people can transfer your life. Watu wanaweza wakatransfer maisha yako. Kutransfer maisha yako inamaanisha nini? Haleluya. Wanachukua vitu katika ulimwengu wa kiroho, wanachukua uwezo, wanachukua akili, wanachukua vitu ambavyo vilikuwa vitendeka kwa maisha yako, wanavitransfer kwa maneno. That's why unasikia kwamba kuna watu wanaishi maisha isiyokuwa yao, wanaishi maisha ya mwingine, maana kuna mtu alitransfer. Mimi nimeombea watu ambao maisha wanaishi sio yao, anaishi maisha ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Juzi tu hapa, wiki 3 ama 2 imeisha, wiki 3 nafikiri, nimeombea mtoto hapa. Hata nikimwombea sikuwa najua, nilikuwa nimeenda ushirika mahali, sikuwa najua, lakini kumbe kuna mzee miaka mingi alikuwa akufe, lakini hiyo kifo ikachukuliwa ikakuwa transfer kwa mtoto wa miaka 3. Mtoto akaanza kukua mgonjwa tu ovyo. Alikuwa akufe saa 10, sisi tukaingia huko saa 6. Na tu Roho Mungu akaniongoza, nikamwombea.
na nikaambia huyo mtoto hospitali utaenda tena na hii kitu utolewe na usiwekewe tena, usikubali kuwekewa. Na tukamaliza kuomba. Saa 10 mtu akakufa. Ule msichana akapigiwa simu, kuna somebody amekufa. Before siku hiyo kuna ndoto alikuwa anaota. Hiyo ndoto akiota alikuwa anaona huyo mtu anaona mtoto. Akiangalia mara anaona jeneza ya mtu mzima, mara anaona mtoto. Yani kulikuwako 50-50. Tukuzwe Mungu, tulienda kwa wakati unaostahili tukaombea mtoto anaishi mpaka saa hii. Nafikiri walizika last week. Watu wanaweza wakatransfer kifo kwako. Watu wanaweza wakatransfer kifo, aone mtoto yake ndiye anakufa, achukue transfer kwako, mtoto yako akufe. Kuna watu vifo wamekufa si zao. Kuna watu uendazimu wako nao sio yao, walirushiwa. Kuna watu kazi wanazozifanya si zao, zilichukuliwa kwa wengine. So angalia vile ambavyo hata Yakobo tayari alikuwa mwerevu, alikuwa amejua kutransfer vitu kutoka kwa Esau. Wapendwa, lazima tukue waangalifu na maneno ya watu. Lazima ukue mwangalifu na maneno ya watu. You can transfer your business kwa maneno ya kinywa chako. Unaweza transfer kwa kutokuelewa. Esau alikuwa ajui ni nini anaongea. Esau, Mungu akusaidie uwe unasikiliza watu kuwaelewa. Wachana kusikiliza watu kuachibu. Mistake ambao Samsoni alifanya, hakumsikiza Delilah amuelewe. Hakumsikiliza amuelewe. Lakini angemsikiliza Delilah amuelewe, angeelewa Delilah alisema nini. Delilah anataka uwe yeye. Na mistake Esau alifanya ni kwamba hakusikia, hakuelewa Yakobo ni nini alifanya. Hakusikia aelewe ni nini Yakobo amesema. Yakobo amesema ndio mimi utanipatia uzaliwa wako wa kwanza. Mimi nitakupatia hii. Lakini Esau hakusikia kuelewa. Esau alikuwa controlled na njaa. Ninakuomba katika jina la Yesu, uacha kukua controlled na urafiki mpaka ukose kuelewa huyu mtu ni nini anasema. Maana wapendwa, tuko na watu wana transfer vitu, na usipoelewa watachukua kazi yako. After few days upate umefutwa kazi, maana unashindwa pastor, hata anashindwa ni nini. Unajaribu kufanya vile ulikuwa unafanya ufanyi. Unajipata ufanyi vitu vile ulikuwa unafanya mara ya kwanza kwa sababu ilienda mahali. Na unashangaa kuna mtu unaona akifanya kitu, unaona vile ulipaswa kufanya yeye anafanya. Transfer ilipigwa. Number 2, uzaliwa wa kwanza. Baraka hizi Yakobo aliongea na Esau, hakuongea na Yakobo. Alimwambia enda unitafutie mawindo, kuja unipikie supu vizuri vile huwa napenda, kisha baadaye I will transfer because you're my firstborn. Mimi ninaenda, nataka nikuachilie mamlaka, nataka nikuachie utawala, nataka nikuachie kitu iko ndani yangu, sitaki kwenda nayo. So vitu ambavyo ilikuwa ndani ya Isaka ilikuwa za Esau. Vitu ambayo ilikuwa ndani ya nani? Ya Isaka zilikuwa za nani? Za Esau. Lakini mamake akapanga akasema hazitaenda kwa nani? Kwa Esau, zitaenda kwa Yakobo. Hebu tusome kitabu cha Mwanzo 27. Tutasoma tusome alafu tusimame tuombe katika jina la Yesu. Na kile tutaomba hapa ni kwamba jifunze kusikiliza, uelewe. Akaja kwa baba yake, huyu ni Yakobo, akasema baba, akasema mimi hapa. Akauliza unani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia baba, mimi ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Amedanganya ama hajadanganya? Haleluya. Mungu akusaidie kujua watu wanakuja kwa njia za uongo, na kumbe kuna kitu wamekuja kuchukua. Kuna wengi wako karibu na wewe wanadanganya they are your friends and they are not your friends. Nasema kuna watu wako karibu na wewe wanakudanganya rafiki yako na si rafiki yako, wamekuja kukuathiri kipesa. Kuna watu walipoachana fulani, marafiki fulani, maisha yao kipesa ilipuka. Akasema na mimi mwanao Esau. Tayari amedanganya. Akasema mzaliwa wako wa kwanza.
nimefanya kama ulivyoniambia. Amedanganya ama hajadanganya? Aliambiwa ama hakuambiwa? Hakuambiwa. Ni nani aliambiwa? Esau ndiye aliambiwa, si Yakobo aliambiwa. Ni kweli? Haya, tuendelee kusoma. Ondoka tafadhali, ukae kitako, ule mawindo yangu, ili roho yako inibariki. Je, hiyo ni mawindo ya Yakobo? No, maana Yakobo hakukuwa mwindaji. Tunaweza sema pengine Yakobo alikuwa mkulima, lakini tunajua Esau ndiye alikuwa nani? Ndiye alituma aende awinde. So hata kile ambacho Yakobo ameleta si mawindo. Maana mawindo hayuko kwa boma, mawindo iko msituni. Na kuzidi kukuongelesha hapa, si ufungue masikio yako uelewe vile walio karibu na wewe wanaongea. Nasema si ufungue masikio yako. Yakobo ni mtu wa mbali ama ni mtu wa karibu? Yakobo ni mtu wa mbali Yakobo ni mtu wa mbali na Isaka ama ni mtu wa karibu? Ni mtu wa karibu. Sema fungue masikio yenu muelewe watu walio karibu na nyinyi vile wanaongea. Sema fungue macho muelewe hao watu wenye wanatembea kwa biashara zenu vile wanaongea, vile wanashangaa. Sema jifunze kusoma even their body language. Sema jifunze kusoma hizi vitu na ujue hapa sio kuzuri. Huyu hivi kitu anafanya ananidanganya. Kuna kitu anataka kufanya kwa maisha yangu. Ninakuombea ujifunze kusikiliza watu kuwaelewa. Wacha kusikiliza watu kuwajibu. Wasikilize uwaelewe. Ukisha waelewa utajua jinsi ya kuishi na wao na jinsi ya kuepukana na wao, na utajua cha kuongea na wao na cha kutokuongea na wao. Hivi vitu yote Yakobo anaongea ni nini? Hii si mawindo, hii ni kondoo amechukua hapo kwako. Lakini anasema ni nini? Ni mawindo. Haya, Mungu akusaidie ujue udanganyifu wa marafiki zako. Mungu akusaidie ujue udanganyifu wa marafiki zako. Akasema amka ukule ili roho yako ifanye nini? Inibariki. So tunaona ni nani anabariki? Ni nani anabariki? Ni nani anabariki? Ni spirit. Kwa sababu tumesema baraka ni nini? Ni maneno. Na maneno ni nini? Ni roho. Kwa hivyo inaachiliwa kutoka katika roho. So laana na baraka inaachiliwa kutoka wapi? Katika roho. Ni roho inaachilia. Ni roho inaachilia. Laana ni roho inaachilia. Baraka, Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni roho gani iliongea kinyume na maisha yako ya kipesa. Leo tunataka kureverse, leo tunataka kuondoa. Hautaishi kutimiza vile roho za wasiokupenda zilifanya katika jina la Yesu. Sema amen. Akasema mstari wa 20, Isaka akamuuliza mwanawe, imekuaje umepata upesi namna hii mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Ni ukweli ama ni uongo? Ni Bwana Mungu wake alimfanikisha? La hasha. Ni mama yake alifanya nini? Alimfanikisha. Number 2, behind Jacob there is Rebecca. Rebecca ndio mastermind, is not Jacob. Who is behind your friends? Who is behind your friend? Kuna marafiki wengine wako karibu na wewe wanaongea na wewe na sio hao. Wao ni puppets, lakini kuna mwenye ana control your puppets. Jacob was a puppet. Rebecca, because everything that Jacob is saying ni mama yake alipanga yote. So anakuwa control. Who is controlling your friend? That's why I told you, ogopa rafiki yako ambaye pia ni rafiki ya adui yako. Ogopa. Kumbuka Rebecca alimpenda Yakobo. Kumaanisha kama alimpenda Yakobo, Rebecca hakumpenda Esau. So hakuna siku Rebecca atakubali Esau apate chochote. Hakuna siku Rebecca atakubali Yakobo asimame. Ogopa wanaokuchukia hata kama wameokoka. Ogopa wanaokuchukia. Ogopa wasiokupenda hata kama wameokoka. Nataka nikuambie, wanaishi kuhakikisha isikutendekee vizuri. Dawa mzuri sio kuwachukia. Dawa mzuri ni kujitenga na wao.
Dawa mzuri ni kuchezea mbali na wao, kwa sababu watakukosa. Sema amen. So nyuma ya Yakobo kuna nani? Kuna Rebeka. Mungu akusaidie ujue nyuma ya hao watu wako karibu na wewe ni nani hako nyuma yao. Ni nani hako nyuma yao? Mungu akusaidie ni nani hako nyuma yao. Matthew chapter 16 as from verses number 21. Yesu akasema, imenipasa kwenda Yerusalemu nipokee nini? Mateso, takufa na siku ya tatu nitafufuka. Petero behind Petero. Shetani alikimbia akambaka, akasimama nyuma ya Petero, akafanya Petero ni puppet, akachukua mdomo ya Petero akaanza kutumia kuongea naye. Lakini uzuri, Yesu alipoangalia Petero akasema, huyu si Petero, huyu ni adui yangu. Mungu akusaidie through your friend uone your enemy. Before you see Petero, you need to see the devil. You need to see the devil. Mungu akusaidie kulocate the spirit yenye naongea ndani ya mtu. So kuna watu wengine behind them kuna mtu, na kuna watu wengine behind them there is a spirit. Vitu viwili vinafanya kazi. Haleluya. Kenye Judas alifanya kazi ya wakuu wa makuhani na mafarisayo, na pia alifanya kazi ya shetani. Maana wakuu wa makuhani walimpatia nini? Pesa. Watu unajua hawakumpatia nguvu. Walimpatia pesa. Nani alimpatia nguvu? Shetani. Bible inasema kisha shetani akamuingia Judas. So shetani alimpatia nguvu. Nani alimpatia pesa? Wakuu wa makuhani. So tuko na watu wawili, vitu viwili lazima uwe mwangalifu kwa watu ambao wamekusarau. Angalia wakuu wa makuhani, angalia shetani. One of them they are now empowered. Je, kenye wanafanya, kenye wanaongea ni wao ama kuna mtu anaongea ndani mwao? Jana kuna filamu nilikuwa naendelea kuangalia inaitwa Taste of Faith. Sasa kukawa kuna mwanamke anafuata pastor fulani sana, anamuongelesha maneno ambayo si sawa. Yule pastor akaanza kumuongelesha akisema, who are you? Nilipenda hiyo approach, kwa sababu maneno yenye alikuwa anaongea ilikuwa inamjulisha pastor sio huyu anaongea, kuna mtu anaongea ndani yake. So somebody was hiding behind that woman. Mimi naomba tu Mungu akusaidie ujue ni nani anampatia backup. Mimi naomba tu Mungu akusaidie ujue ni nani anampatia backup. Ogopa rafiki yako ambaye ni rafiki ya maadui zako. Nisikilize mimi, ogopa. I had a powerful assistant pastor, the best assistant pastor. Lakini wakati aliungana na my greatest enemy in this church, alifanya mazinga umbwe. Mpaka unamwangalia hivi kama no, isi wewe, somebody is behind this. You need to be very careful. Wakati mtu ambao umekaa naye miaka mingi, mimi nilitrust 25 years of friendship, but sikuangalia 5 days ya mikutano na my enemy can destroy a lot. Tunasoma tumalize, tuko mstari gani ule? 21. Tusome. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali ili nikupapase. Number 1, na kama zako mwambie kuna nguvu katika kutouch. Kuna nguvu katika kupapasa, kushika. Sema fingerprints. Sema fingerprints. Fingerprints zinafanya kiroho kazi na kimwili kazi. Amen. So kuna nguvu ya fingerprints, lakini hazionekani, lakini they are powerful. Itadiscover ni nani aliiba hapo, itatoa mtu. So nguvu ya kufanya nini? So jambo lingine tu, achana, sio kila mtu akupapase.
And number 2, be very careful to give cash to your enemy. Mtu yote anakuchukia, usiwe mpatia cash. Unajua hapo kinyume na wewe, usiwe mpatia cash. Sema nguvu ya fingerprints. Sema nguvu ya fingerprints. Yakobo kama Isaka amwambia Yakobo, karibia nikupapase. Nguvu ya kufanya nini? Shika. Kwa sababu naweza kuwa sioni hizo zote sifanyi, lakini bado kuna sense ya feeling, na nitasishika na nitajua ni nani. Nitajua ni nani. Maana wakati watu wanaenda inaitagwa rorashio. Nipoitoa ama ni nini? Saa zingine wanafunga bwana harusi ama bibi harusi, wanafunga macho. Alafu wanaleta wasichana 5. Anamwambia unataka ujue bibi yako ni mgani? Anatumia nguvu ya nini? Sasa na shingo na kanisa tunakataga ushikane mkono. Usiwe mshika mkono mpaka umuoe. Sasa ukienda hiyo utafeli. Sasa sijui inaendaje, sijui hapo ni aje, maana sichaje kama usimguse mkono. Sasa najua yeye inaonekana anakuaga amegusa mkono yake. Sema nguvu ya touch. Mtu yote anakuchukia, usiwahi mpatie anything direct, usiwahi mpatie. Ataitumia kukupiga naye. Rahisi tena sana. Kwanza hiyo ni kazi rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yote ako na nia mbaya na wewe. Mtu yote spirit yako inakatana na yeye. Usimpatie kitu, usiwahi mpatie kitu. Usimpatie. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni pesa, mpatie na nini? Na simu. Hauwezi haribu pesa yangu nikikutumia na M-Pesa. Kwa sababu zenye utawithdraw hizo ni electronics. So hauwezi ukaharibu. Lakini ya mkono, na ndio maana tuko na watu wengi huenda village. Wanajigamba kwa kupeana pesa. Akirudi tao, maisha yanabadilika inakuwa ngumu. Maana ulipatia mpaka wale wenye wakutakii mazuri, wakashika ile pesa na wakaenda wakaiharibu. So ni vizuri kupeana na nini? Na simu. Hata kwa biashara, mtu anaweza kuja kukuomba change. She's your enemy, is your enemy. Bwana Yesu asifiwe. Na kuombe change. Be very careful. Sema nguvu ya kushika. Nguvu ya kushika. Be very careful. Nani anakuja kushika vitu yako yenye unauza? Kwa mwangalifu ni nani anakuja kushika. Wangapi wanakumbuka miaka zetu kiparangoto? Wangapi wanakumbuka hiyo? Ni nini ilikuwa inasababisha kichwa chetu inatokea vidonda na mavitu mingi? Ule akushike, kila mtu anakushika. Hiyo ilikuwa inafanya nini? Hapa ndio maana nilikwambia pia salonist kuwa na mgapi? Kuwa na salonist mmoja, wacha kushikwa na huyu, wacha kushikwa na huyu, wacha kushikwa na huyu, hiyo tabia mbaya. Nguvu ya nini? Fingerprints. Kushikwa kichwa chako na watu wengi ni mbaya. Unaenda shikwa kichwa chako na kimutu kinakuchukia. Kichwa chako sikitaachilia vitu mbaya kwa kuwekalia mkono. Kunyolewa, mara huyu amekushika, mara huyu amekushika, mara huyu amekushika. Wacha, tafuta mtu mmoja peke yake. Hapana shikwa kichwa chako, hapana ruhusiwa kichwa chako kishikwe na kila mtu. Hapana enda salon alafu ako busy anakuambia si ubomolewe nao, au usikubali kubomolewa na anybody. Mwenye anakushukaga akubomoe, akushuke, toka. Hii kichwa hapana patia kila mtu. Tukitaka kukubariki tunabariki wapi? Tukitaka kufanya chochote cha contact yetu inakuaga between me and you, inafukuaga ni nini? Kichwa chako. Because that's where your life is, your mind. Mawazo yako iko hapo. Mtu akiharibiwa na haribiwa kwa nini? Sasa wewe kila mtu atakushika kichwa chako. Umetokezea kwa ploti, mama nani simu ni bomoe, watu wa ploti wanakubomoa kichwa. Wewe wacha mchezo bwana. Yaani tu umepata watu hata kwa saluni, wengine hata wamekuja kushukwa. Wewe umeingia, naambia unajua niko busy bomoe yako na unaacha watu wakubomoe kichwa chako. Kata kwa jina la Yesu. Kata. Me I have a sister. It should be 88 or 86. Tulikuwa hapa prison hapa. I'll never forget. My sister alikuwa na nywele hapa. Wapi? Hapa. I think after this I need to go and pray for her now. Nasikia nimeongea kuhusu hiyo kitu. Ile kubomolewa na
Kuna mama tu alikuja, hiyo picha naionaga mpaka leo. So sijui alienda na nywele yake ama vile alishika kichwa chake. Nywele yake haipitagi level yangu. Haipiti. Haipiti hapo nywele yake. Haiendi zaidi hapo. Mtu alikuja akafanya nini? Akashika. Kuna vitu dangerous. Makucha. These are dangerous things. Pana cheza na makucha. Nakuja kufunza na hizi vitu ambazo ni dangerous. Tulikuwa tunaongea nguvu ya nini? Akasema kuja nikufanye nini? Nikupapase. Tunaongea kuhusu maisha yetu ya kipesa. Chunga ni nani unapatia pesa yako. Sijui kama mwae gundua Wahindi, you don't give them money cash. They don't give you direct money. Wahindi wanakuwekea pesa yako. Sijui kama mmejua hivyo. Sarali yako Mhindi akupei, anakuwekea. Anajua direct contact na wewe. Anajua unaweza enda naye. Ndio unaona wengi wameifanya kwa Wahindi wanatokaga bure. Maana pesa ya Mhindi inarudi kwa nani? Kwa Mhindi. Kwa sababu akupei, anakuwekea. Anafanya nini? Anakuwekea. Kama ulikuwa ujui hiyo, sasa unajua. Wahindi wanajua nguvu ya nini? Ya kupapasa pesa zako. Akasema kuja nikushike. Hebu tuendelee kidogo hapa. Mstari wa 22 niruke. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa akasema, sauti ni sauti ya nani? Ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya nani? Ya Esau. Kuna kitu watu hawezi change na kuna kitu watu wanaweza change. People can change their appearance to you, but be very keen to their voice. Be very keen kwa voice. Ni nani anaongea? Voice ya shetani utaijua. Voice ya shetani utaijua. Voice ya evil spirit utaijua. Lakini nje mtu anaweza akajitengeneza akakuwa Esau, lakini sauti hawezi akabadilisha akakuwa Esau. Angalia friendship yako. Ni Yakobo anakukujia, but amevaa kama nani? Anakuja na image ya nani? Image anakuja na ya Esau. Ili achukue mawazo yako. Be very keen na sauti. Sauti itakuambia huyo ni nani. Sauti itakuambia huyo ni Yakobo. Naruka kwa sababu ya muda. Akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu? Kwa nini Isaka uko na shaka sio yeye na bado unaendelea? This is one of the problems tuko nayo. Unapata ndani bado unauliza maswali. Bado umethibitisha mwili ni ya Esau lakini sauti ni ya Yakobo. Mbona umerudi haraka? Najaribu kusema nini? Kuna kitu tu uko ndani spiritual na kuambiaga unakuwa na shida na huyo mtu, lakini shida bado unaendelea. Angalia maswali ambayo Isaka anauliza. Ni kumaanisha tayari Isaka ako na doubt. Huyu sio nani? Huyu sio Esau. Lakini bado anataka fanya, bado anataka kurelease. This is a problem we have. Ndani ya roho yako spirit amekukosesha amani. Spirit amekukataza kabisa. Ukilala na kataa kabisa, lakini bado unaendelea. Ndio mwishowe unaangukia pabaya. Mimi huyo mtu ambaye aliongoza kikosi cha rebellion hapa, si ati sikujua. Si ati sikumjua, nilimjua. Na nilijuaga hii ni gaidi. Hii ni gaidi. Nilijua hii ni gaidi. Mpaka nilipokuwa ninaita Samuel Jaldas na waambia ile gaidi kama chungani na nipatieni muda niibadili. Kumbe kuna watu wengine kwa kama zako mwambie sio kila mtu atakubadilisha. Wachana. Hata Yesu alikuwa na uwezo wa kubadilisha Judas, lakini hapana nini? Judas aliingiwa na demons na Petero aliingiwa na nani? Na demons. Lakini Yesu akaamua kubadilisha nani? Petero. Lakini Judas akasema anguka na huko. Sio kila mtu utafanya nini? Kabadilisha. Nikajifanya na apostolic ministry. Hiyo mimi apostle, mimi nadili na vitu wangu, mimi nitabadilisha. Ukiona unajaribu kubadilisha ibadiliki, badilika. Ndio kama kumwambia ukiona unajabadilisha mtu abadiliki, badilika. Sasa mimi nilichelewa kufanya nini? Kubadilika. Yeye alifanya nini?
Alinigonga ngumi. Alinigonga. Ni ukweli sikatai alinigonga. Sababu nilikuwa najifanya mzuri. Ndio unaona mambo ya kujifanya mzuri sipendi. Vile unakuja na deal na wewe vile unakuja. Hakuna nakupea time za kufanya nini? Daktari ndiye atakupea time ya hiyo maji yote anaingisha ikienda ndani yako. Sina time ya kukupatia. Hebu tusome 25 tumalize bwana. Akasema niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu naye akala, kisha akamletea mvinyo akanywa. Isaka baba yake akamwambia, akasema, akaongea, akamwambia, walikuambia aje wakati ulikuwako na wakati ulikuwa huyuko? Wengine walisema wakati huyuko, na wengine walisema ukiwa huko, na wengine walitumia hasira kusema, na wengine walisema wakiwa walevi. Ni nani huyo mzee alikuwa mlevi? Watoto wake wakaona uchi wake? Ni Noa. Katika ulevi laana ilipata mtu ameikupata? Katika ulevi laana ilipata mtu ameikupata? Wacha nikwambie, ukikaa katikati ya walevi bila wanaongea ukweli. So baba ndani ya ulevi atakuachilia maneno ya ukweli, ataachilia laana na itakutwanga vibaya tena sana. So waliongea wakiwa katika hali gani? Ya Isaka anaongea akiwa katika hali gani? Nusu kufa. Haoni, yani ameishi miaka yake yote, lazima kimesalia ni akufe. Lakini baraka zenye alimaongea alikuwa anaongea maongeo ya Isaki. Na maongeo haijalishi inatoka kwa nani. Akasema, njoo karibu sasa ukanibusu mwanangu. Akakaribia, akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake. Akambariki, akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shaba iliyobarikiwa na Bwana. Akaanza kuachilia maneno. Vile alikuwa anaachilia katika anga ya Yakobo, transformation ilikuwa inaendelea katika anga. Maanga ya Yakobo vitu kaanza kubadilika. Kwa maisha ya Yakobo. Hapo mambo ikabadilika. Yakobo alikutana na malaika, maisha ikabadilika. Yakobo alienda kwa Laban, akafanya kazi. Akiwa kwao alikuwa afanye, lakini alipotoka alifaulu, alikachirika, alikuwa sawa, akakuwa taifa. Kwa sababu gani? Maneno ya baba yake, maneno yaliyoongewa. Unaishi maneno ya nani wewe? Yakobo akaanza kuishi maneno ya baba yake. Maneno ya baba yake yalileta divine connection. Leo nimekuja kutangaza maneno ya watu wengine ndio inaleta evil connection in your life. The words of Isaac kwa maisha ya Yakobo ilimconnect na malaika, ilimconnect na mbingu, ilimconnect na vitu. Akaenda kwa Laban aliye na madhabahu mbaya, lakini akafanya vizuri. Maneno, unaishi maneno ya nani wewe? Kuishi kwako ni maneno ya nani? Kuenda kwako ni maneno ya nani? Simama tu kwa miguu yako. Inuka katika ulimwengu aliyotangaza, na chukua upanga wa Roho ambao ni neno la Bwana. I disconnect my life na kila maneno iliyonenwa kinyume na maisha yangu ya kipesa katika jina la Yesu. Disconnect yourself. Watu wamejawa na evil connections kwa sababu ya maneno mabaya yaliyotoka juu yako. Maroza katala mazaya, iketala mazaria, pikatula mazaria. Baada ya maneno ya Isaka, Yakobo alikutana na malaika. Baada ya maneno ya Isaka, Yakobo aliongeleshwa na Mungu. Yakobo aliona malaika wakipanda wakishuka.
maneno ya nani? Kuishi kwako kunatimiza maneno ya nani? Ni nani aliongea juu ya maisha yako? 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 Balak alimuita Balaam awalaani waishio na nguvu. Alikuwa anafanya aje? Aliinua madhabahu ili atumie kuachilia maneno, lakini katika anga ilikuwa haiendi. Ilikuwa anakutana na Mungu. Maneno inapitia anga, haipitii kwenye
So maneno ikipatana na wewe inapigana, inakalia your spirit or your soul. Alafu inakuempower kukua vile ilisemekana. And I'm discovering evil spoken words will connect you to evil spirits. Evil connections. Unapatana tuna vitu mbovu ni kwa sababu ya maneno yaliyoongewa juu yako. Kumbuka kabla ya Yesu kuanza ministry, maneno, sema maneno. River Jordan, mbingu ikafanya, sauti ikasikika, ikaongea kuhusu hii dunia. Watu wanaishi kulingana na vile kumeongea. So inajalisha ni nani anaongelesha maisha yako. I'm giving you a revelation. Anybody who is authority over you, jifunze kukifu kwa sababu ya maneno yenye ataongea juu yako. Anybody who is authority over you, mtu yote tu ni mamlaka yako. Si kila saa lazima utoe pesa kwa sababu ya nini na nini. Saa zingine toa kwa sababu kuna maneno ataongea. Ni ukweli maneno wangu? Ni ukweli maneno wangu? Hakuna hawezi nyamaza. Jifunze kufanya kitu kwa mamlaka yako. Hiyo maneno ya kuongea ni maana sana kwako. Maana wapendwa, wanaongea vibaya juu yako ni wengi. Unahitaji tu Isaka wa maisha yako tu aongeleshe maisha yako iweze kushinda nguvu za hizo vitu zote. Jifunze, ni wazazi wako, ni wazazi wa kiroho, your biological parents, ni wazazi wako wa kiroho, wazazi wako wa kimwili. Jifunze maongeo yao ni ya maana juu ya maisha yako. I usually make sure every week my mother anaongea kitu juu ya maisha yako. My spiritual parents waongee kitu juu yako. Hadi unaona mimi ngumu kuniangusha utani, napitia mabaya. Kuna watu wamesimama nyuma yangu. Kuna watu wamesimama nyuma yangu. People who matter. Na mimi ninaamini kwa nguvu ya watu ambao ni parents in my life. I believe in them. Na hao watu wako nyuma yangu. Tosha. Hakuna mtu ataniweka chini vile anataka, kwa sababu hao wana mamlaka juu yangu. Si Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Mpaka hapo tuseme tunashukuru kwa kuwa pamoja na wewe wiki mzima. Tunapomalizia mwezi wa 9, tunaingia mwezi wa 10. Hii mwaka imeenda speed sana. Sijui kwako imeenda speed ama kwako inaenda polepole. Kwangu mimi naona imeenda mbio sana katika jina la Yesu Kristo. Otherwise namrudishia Mungu shukrani kwa sababu ya kukua pamoja na wewe katika ibada zetu za leo. Wapendwa ambao mmekuwa mkituangalia online pia, narudisha shukrani kwenu kwa kuungana pamoja na sisi wiki mzima, kwa kushare, kwa kucomment na kulike. Si Mungu awabariki na watende mema. Nikukaribisha katika ibada ya ukombozi Jumapili. Takuwa na ibada inaitwa maombi ya kufungua. Jumapili iliyopita nilikuwa ninaombea watu hapa na Mungu akaniambia Jumapili ijayo, because Sunday we were praying for families, and actually by jioni nilipata testimony powerful sana. Kuna mtu nafikiri ni zaidi ya miaka 10 hawajapelekana na baba yake vizuri, hakanyaga kwao, shughuliki na kwao. Sunday jioni nilipigiwa simu, inasikika akisema nataka kwenda kuona baba yake, nataka aende nyumbani. And that was a great miracle. That was a great miracle. We were praying for families. Kama kwa hiyo yote ilikuwa inafungua hiyo moja, si Mungu atukuzwe. Na katika kuombea watu, Mungu akaniambia Sunday hii fungua watu. Hivyo tu ndio niliambiwa. So kesho kutwa nitakuwa na maombi ya kufanya nini? Ya kufungua. Tutajua ni nini tutafungua watu. Ninakukaribisha kuja na mtu na utabarikiwa. Lakini kutoka kwetu hapa tuseme tukutane tena jioni katika jina la Yesu. Amen.